Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News, huku tukikutakia heri ya mwaka mpya 2026. Baada ya siku kadhaa sasa tumerejea rasmi baada ya likizo ndogo ya siku chache, lakini leo tupo nawe na wakati huu tunaanzia huko nchini Marekani, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alizungumzia uwezekano wa kutokea duru ya pili ya mashambulizi dhidi ya Iran wakati wa mkutano wake na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Hii ni kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Mwishoni mwa mwaka 2025, moja kati ya ziara ambayo ilifanywa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu ni nchini Marekani, akikutana na rais wa Marekani Donald Trump. Wakati wa mkutano katika White House, Netanyahu aliwasilisha wasiwasi wa Israel kuhusu mipango ya nyuklia na makombora ya Iran pamoja na jitihada za kundi la wapiganaji la Hezbollah za kujenga upya silaha zake za masafa marefu nchini Lebanon, kulingana na shirika la habari la Axios. Afisa mmoja wa Marekani amesema majadiliano hayo yanajumuisha uwezekano wa kushambulia tena Iran katika mwaka 2026, miezi sita baada ya vita vya siku 12 kati ya muungano wa Marekani na Israel pamoja na Iran. Sasa Israel inatamani vita nyingine kutokana na wasiwasi wake kwamba Iran ipo katika mipango ya kutengeneza silaha za makombora ya nyuklia, kama ambavyo sababu hii ilitajwa hapo awali. Licha ya kwamba silaha za nyuklia zimepigwa marufuku nchini Iran, bado Marekani na Israel haziamini mpango huo wa Iran. Hayo yanajiri baada ya kile kinachodaiwa kwamba Iran ipo katika michakato ya kurejesha vinu vyake vya nyuklia vilivyoharibiwa vya Fordo, Natanz pamoja na Isfahan. Vita hivyo vililenga miundombinu ya nyuklia ya Iran na uwezo wa makombora, lakini bado Iran ina makombora ya masafa marefu, makombora hatari. Trump, ambaye hapo awali alielezea mashambulizi ya June kama mafanikio makubwa, alisema ikiwa Iran itajaribu kujenga upya mpango wake wa nyuklia, Marekani itaharibu tena, kulingana na vyombo vya habari. Marekani imesema kwamba ikiwa Iran itaamua kuingia katika mpango wa ujenzi mpya wa vinu vya nyuklia, basi itafanyika tena, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema hataki kutumia nguvu kubwa, kutumia mafuta mengi kutoka nchini Marekani kwa ndege zake za B-2 kwenda kufanya mashambulizi huko nchini Iran. Hata hivyo, miongoni mwa maafisa waliongeza kuwa ingawa Trump anaweza kuunga mkono mashambulizi mapya ikiwa Iran itaonekana kuchukua hatua halisi na zinazoweza kuthibitishwa kufufua juhudi zake za nyuklia, mvutano utakuwa katika kukubaliana maana ya kuunda upya. Israel imetoa tahadhari mpya katika wiki za hivi karibuni kuhusu utengenezaji wa makombora ya Iran na kuishutumu Hezbollah kwamba inahifadhi silaha mpya za masafa marefu nchini Lebanon. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alijibu kwa kuonya juu ya kulipiza kisasi vikali kwa vitendo vyovyote vya uchokozi ambavyo vitafanywa na Israel pamoja na Marekani. Waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi ametoa wito kwa Trump kuanza tena mazungumzo katika hali ya heshima. Hakuna makubaliano yaliyofikiwa juu ya ratiba au vizingiti vya uwezekano wa hatua za kijeshi za siku zijazo, kulingana na afisa wa Marekani. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel bwana Netanyahu ilikataa kutoa maoni yake, na ikulu ya White House ilieleza Axios kwa matamshi ya umma ya Trump. Wakati wa vita vya siku 12 mwezi Juni, jeshi la Marekani lilishambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran vya Fordo, Natanz na Isfahan kwa kutumia mabomu ya bunker buster ambayo yalibebwa katika ndege za B-2. Mashambulizi hayo yametokea zaidi ya wiki moja baada ya Israel kufanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya Iran na kuwa makamanda wakuu wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia, na pia kulenga baadhi ya maeneo ya nyuklia ya nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Trump pia alikubali kuendelea na awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuahidi kuunga mkono hatua za kijeshi za Israel iwapo Hamas itashindwa kuwapokonya silaha. Bodi ya amani ya Gaza inatarajiwa kufanya mkutano wake mjini Davos Januari 23. Tangu Oktoba mwaka 2023, jeshi la Israel limeua zaidi ya watu 71,000 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 171,000 katika mashambulizi ya kikatili ambayo yameacha eneo hilo kuwa magofu. Umoja wa Mataifa umekadiria gharama ya ujenzi kuwa ni takribani dola bilioni 70. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.
tunakutakia heri ya mwaka mpya 2026.